Je, yield pia wanaicheza nayo ama yield inabakia constant kwamba ni 2%, kwa hiyo ikisplit inakuwa 2% ya smaller price? Kwa sababu kuna sasa hapo tena umeuliza swali zuri sana. Zile metrics nyingine kuna price to earning ratio, kuna yield, kuna nini. Sasa ukiangalia vizuri dividend yield unaikokotoa kwa namna gani? Unachukua dividend per share unagawanya kwa price per share. Sawa? Tunafahamu hizi zilikuwa calculated. Yes. Kwa hiyo ukiangalia uhusiano wa hii equation ni kwamba hakuna effect, hakuna impact yoyote kwenye dividend yield. Dividend yield itakuwa ni hiyo hiyo kwa sababu ile dividend yield per share ambayo unayo ambao umeipata wanaichukua kwa total dividend divided by number of outstanding shares ambazo sasa ni nyingi. Kwa hiyo wataripoti dividend per share kama labda ilikuwa ni shilingi 100, wakafanya split at 1 to 10, dividend per share itabadilika kutoka shilingi 100 itakuwa shilingi 10. Lakini kumbuka hata kule chini price ambayo unagawanya nayo na yenyewe imegawanywa kwa 10, imepungua. Kwa hiyo kama unakuwa ile stock split inakuwa imekuwa applied both kwa denominator na numerator. Kwa maana swali ni hilo hilo. Vile vile hata price to earning ratio ni hivyo hivyo, price over earning per share. Kwa stock split inakuwa inaathiri zote hizo, numerator na denominator. Kwa majibu utakayopata ni hayo. Kwa hiyo hapo sipatii picha baada ya kufanya hiyo split kwenye price pamoja na dividend, halafu ngoma inakuwa pushed tena. Kwa hiyo kuna watu wataingia na yield ndogo sana. Kama bei ikipanda sasa wanaoingia wamechelewa. Kama bei ikipanda au wanaingia kwa yield ndogo zaidi na wanaingia kwa gharama. Kwa utakuta kwa mfano mtu anayenunua sasa hivi kwa shilingi 15,000, alafu akafasha split ikapanda, mtu mwingine akaja akainua kwa shilingi 1,700. Yule shilingi 1,700 ndo atakuwa amenunua kwa bei ya juu zaidi. Package expensive.